Ndugu yangu Mkenya, wacha niwakaribishe ndani ya 044 TV Kenya. Hapa ndio kuna habari kemkem, taarifa ya ukweli. Yale vitu ambayo inafanyika katika kwenye vinga vyake ya Nairobi haileti shangwe wakati wa Mheshimiwa Rais yumo jijini Nairobi katika kwenye ziara zake ya utendaji kazi namna anadai. Ndugu zangu, nataka utazame hii maelezo. Hilo ni habari tosha kwamba Rais tangu aanze ziarani hapa jijini Nairobi, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika sana ambayo sio mazuri kamwe. Itakuwaje ya kwamba gari ya msafara ya rais inaligonga mtu, na mtu ambaye inagongwa sio Mkenya ila ni mgeni kutoka nje ya Kenya? Chajabu, huyu mgeni amegongwa na gari ya Mheshimiwa Rais ya safara zake, lakini hakuna mtu wowote ambaye anashughulikia huyu mtariwa. Ndugu yangu, tunaharibu culture na dignity ya taifa letu ya Kenya kwa sababu binafsi, kwa sababu hatujui yale ambayo tunafanya. Ndugu zangu, siku ya leo ningependa kukuambia kwamba tangu Mheshimiwa Rais William Ruto aanze msafara hapa jijini Nairobi, kwa kulingana yeye anasema kwamba yuko katika kwenye ziara ya kikazi, wengi wameporwa, wengi wamepoteza simu zao, wengi wamenyang'anywa mali zao, na wananyang'anywa mbele ya makamera, uso zao zinaonekana. Lakini tangu siku hiyo waanze kupora watu kule Thika Road, hakuna mtu wowote ambaye amekamatwa na serikali ya Daktari Rais William Ruto. Hawa jambazi wanayopora watu wamo kwenye msafara ya rais, na kwenye msafara ya rais kuna ulinzi ya kutosha. Lakini tunajiuliza kama wananchi, kwa nini hawa majangili wajakamatwa? Nataka nikufafanulie kitu moja. Hawawezi kamatwa kwa sababu akikamatwa Mheshimiwa Rais atakosa wafuasi na atakosa wale ambao wanahudhuria mkutano, kwa sababu wengi ambao wanahudhuria ile mkutano ambao wamekodiwa na baadhi ya wanasiasa hapa jijini Nairobi. Ningependa kusungumuza hivi. Itakuwaje gari ya rais inagonga mtu anafariki? Yule mtu anagagaa kule chini kwenye lami. Pia katika kwenye msafari ya rais kuna ambulance, na pia inapita bila kujali yule mtu ambaye amegongwa, ambaye anagagaa kule chini kwenye lami. Ukosefu ya maadili na ukosefu ya kumakinika katika kwenye uongozi ndani ya taifa la Kenya. Ndugu yangu mzalendo, ningependa kuambia kwamba bila kuwaficha kwamba ni wewe na mimi ndio tutakalo tengeneza taifa letu ya Kenya. But sidhani kama kuna mwanasiasa ambalo atakaye kuja bila mimi na wewe kubadilika na kujua ni jambo hipi ambalo wanasiasa wanafaa kutushughulikia kama wananchi. Yule msungu amegongwa, tuseme alikuwa mtalii ama ni mtu amekuja kutembelea jamii yake, ama ni mzungu ambalo anaishi hapa Kenya muda mrefu. Taarifa ambalo watakalopokea katika kwenye embassy yao itapokeleaje ya kwamba msafara ya Mheshimiwa Rais ameligonga mtu wetu na kisha akafariki, na kuna mtu yoyote aliyeshughulikia kifo ya mtu wetu? Uhusiano mbaya inaanza kuingia kati ya ofisi ya rais na embassy ya ule mhudhuriwa. Ndugu zangu Mkenya,
Hatuwezi funga biashara kwa sababu rais yuko jijini Nairobi kusunguka kwa niaba ya kufanya campaign, lakini sio kwa niaba ya kutufanyia maendeleo kama wakazi wa jiji kuu wa Nairobi. Ndugu zangu, hapa ni 044 TV Kenya. Tunaweka hali jinsi ilivyo, tunasungumuza, tuna air views mbalimbali na kila mtu ameruhusiwa kusema maoni yake. Ndugu zangu Mkenya, usitarajie jambo lolote jipya chini ya uongozi Mheshimiwa Daktari Rais William Ruto kama Mkenya. Kwa sababu tumeona rais yale vitu zote alituahidi kama jijini ya Nairobi, mambo ya internet ya bure, mambo ya technology, mambo ya ajira jijini Nairobi, mambo ya climate work, mambo ya kazi kule abroad, na mambo ya affordable housing. Ndugu yangu Mkenya, ni lazima tuamuke kama wenye inchi na tuamue ya kwamba tunataka kuishi maisha gani. Sisi kama wenye inchi, sio kama watumwa. But iwapo bado tunasikiza, tunalifuata msafara ya rais ambalo wengi wametekwa na jambazi ndio wameteka msafara ya rais, hatufanyi na tutapata haki yetu kama wananchi. Mimi ningependa kujulisha Mkenya, ndugu zangu, it is very painful wakati gari ya mheshimiwa ya rais katika kwenye safari zake zinagonga mtu, inafariki na kuna hatua yoyote ambayo inachukuliwa. Inaonyesha picha mbaya, inaonyesha ugaidi ndani ya taifa la Kenya, inaonyesha upotevu ya ukomavu ya uongozi, kwa sababu yule bwana haligongwa katika kwenye zebra crossing ambalo inafaa rais wa Jamhuri wa Kenya, hata kama na msafara yake lazima isimame, isingatie haki ya wavukaji ya barabara, kwa sababu mahali aligongwa kwa mahali ambapo stahili mwanadamu kupita. Si alitoka mahali alitoka mbali akagongwa. Ni chungu wakati gari inaweza gonga mtu kwa zebra crossing, ni gari ya mfalme wa Kenya. Kiwango ya rais ijawahi fanyika, na ambayo inaleta aibu na picha mbaya ndani ya taifa letu Kenya. Ni aibu, ni aibu, ni aibu. Hii ni 044 TV Kenya. Subscribe, like, comment kwenye comment section.